Ni kusalimu kwa upendo wa Mungu aliye hai asubuhi ya leo. Ni kukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Na ujumbe wetu unasema, maisha yako yajawe na ubichi. Zaburi 92 mstari wa 10 hadi wa 14. Bali pembe yangu umeinua kama pembe ya nyati. Nimepakwa mafuta mabichi. Mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanon. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Mpendwa wangu, asubuhi ya leo, yamkini umekuwa ukitembea katika ukame kwa muda mrefu. Maisha yako yamekauka. Umeishi kama mtu ambaye anaishi nyikani, mahali pasipokuwa na maji. Lakini maandiko yanasema asubuhi ya leo, Mungu afanye pembe yako, Mungu akuinue kama vile pembe ya nyati ilivyoinuka. Na jinsi pembe ya nyati ilivyo na nguvu, ndivyo maisha yako yanavyotakiwa kuwepo. Maana maandiko yanasema Mungu amekupaka mafuta mabichi. Kazi ya mafuta haya mabichi ni kukusaidia wewe upite kwa uwepesi mahali ambapo unashindwa kupita. Maana kazi ya mafuta mara nyingi kwenye vyuma ni kulainisha vyuma ambavyo vimekuwa vikavu. Yamkini umekuwa na maisha makavu kwa sababu ya mapito unayopitia. Lakini asubuhi ya leo nina ujumbe kwa sababu yako, kwamba Mungu akupake mafuta mabichi ili upite mahali ambapo Mungu anataka upite kwa urahisi. Anasema kwa sababu mwenye haki atastawi. Mwenye haki atastawi. Pale ambapo Mungu anataka ustawi, na yamkini kuna maadui wanaopingana na wewe usistawi, lakini Mungu atakupa neema ya kustawi mahali ambapo hungeweza kustawi, pa kusimama mahali ambapo hungeweza kusimama. Anarudia na kusema, waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyumba ya Bwana. Na sivyo tu, ni kwamba watazaa matunda hadi wakati wa uzee, hakutakoma. Yamkini umekoma kwenye maisha yako, umefika mahali uone kama kuna kuendelea. Lakini asubuhi ya leo, Mungu akuondoe kwenye ukavu, Mungu akuondoe kwenye ukame, Mungu akuondoe kwenye kustrago, Mungu akuondoe kwenye kung'ang'ana kupita kuonekana kwamba ufiki, na Mungu akupe ubichi kwenye maisha yako. Mungu akupe ubichi kwenye kazi ya mikono yako. Mungu akupe ubichi kwenye maono yako. Maana maandiko yanasema watajaa utomvu, nao watakuwa na ubichi. Kwamba Mungu akakupe ubichi, maana yamkini kwa muda mrefu umepita jangwani, kwa muda mrefu umepita mahali ambapo huoni kama kuna tumaini, lakini Mungu akafanya maisha yako kuwe na ubichi. Katika Zaburi ile sura ya 1 na mstari ule wa 3 anasema, naye atakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Mungu afanye maisha yako kama mti ulio karibu na maji, ambao mti huo hauwezi kunyauka hata wakati wowote, hata jua likija kiwango gani. Mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ule mtu unaonekana kama ni mbichi kila wakati. Asubuhi ya leo naomba Mungu afanye maisha yako hivyo. Mungu akaujaze maisha yako mafuriko ya neema. Mungu akaujaze maisha yako neema, ili kila utakalolifanya likapate kufanikiwa.
kila utakapoliwaza likapate kufanikiwa, kila utakapolitamani kulifikia, Mungu akufanye mpendwa kufikia. Mungu akuondoe kwenye ukame. Mungu akuondoe kwenye ukame wa fedha. Mungu akuondoe kwenye ukame wa maombi. Unatamani kuomba lakini umekuwa na ukame, umekosa ubichi wa kuomba. Mungu akupe ubichi katika maombi. Mungu akupe ubichi katika biashara yako. Akuondoe katika jangwa, akuondoe katika ukame. Sikiliza nikwambia asubuhi ya leo, Zaburi ya 128 mstari ule wa kwanza na kuendelea, anasema ni heri yule mtu amchaye Bwana aendaye katika njia yake. Kwa nini? Kwa sababu atakula taabu ya mikono yake. Lakini anasema naye atabarikiwa kutoka Sayuni, akauone uheri wa Yerusalemu. Mungu aweze kukuinua toka mbali. Mungu aweze kukubariki toka mbali, lakini ni pale utakapokuamua kumcha na kwenda katika njia zake. Mpendwa, asubuhi ya leo, kiu ya moyo wangu, Mungu akuondoe kwenye ukame unaopitia. Mungu akupitishe kwenye ubichi sasa. Mungu aufanye mwaka huu uwe ni mwaka uliojaa neema katika maisha yako. Mungu aufanye siku ya leo iwe ni siku iliyojaa neema. Ayamkini umepita kwenye machozi kwa muda mrefu. Umekuwa ni wakulia kila siku, si kwa sababu unamlilia Mungu, hapana. Pengine umekuwa ni mtu wa kulia kwa sababu ya mambo magumu unayoyapitia. Lakini kama vile Mungu alivyosikia kilio cha wana wa Israeli na kumwambia Musa, nimeona maumivu yao, na kumwambia Musa, nimesikia kilio chao, nimeshuka niwakomboe. Nami asubuhi ya leo, mpendwa wangu, Mungu akaone kilio chako. Mungu akaone maumivu ulionayo. Mungu akasikie na akashuke ili apate kukupandisha na kukutoa kwenye utumwa ambao umetembea nayo muda mrefu, na kukutoa kwenye kifungo ambacho kimekufunga muda mrefu. Niseme ya kwamba asubuhi ya leo, Mungu afanye maisha yako yajawe na ubichi, yajawe na neema isiyopunguka. Mungu akubariki. Na niombe. Baba, ni katika jina la Yesu asubuhi ya leo, asante kwa sababu ya mtoto wako anayesikia neno hili. Ninaomba maisha yake yajawe na ubichi, maisha yake yajawe na baraka. Roho ya ukame, roho ya ukavu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, kwenye biashara, kwenye nyumba yake, roho iliyoondoa furaha, roho iliyoondoa amani kwenye maisha yake, ninakataa kwa jina la Yesu. Ninaomba neema kwenye kazi ya mikono yake. Ninaomba neema katika masomo yake. Ninaomba neema katika kila analogusa, ili akauone mkono wako. Ni kwa jina la Yesu Mungu wangu nimeomba, ni katika jina la Yesu. Amen. Ubarikiwe. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew.